Na kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748969733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. A'udhu bijalali wajhikal karim min kulli shaytanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, leo na siku nyingine tena tunaungana pamoja nawe kuna kipindi bora kabisa, na hasa tukiwa tuna jambo kubwa na adhimu mno la dua kubwa kabisa, dua ambayo itafanyika mnamo mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab, dua ya Nabii Yunus alayhi salatu wasalam. Kumbuka kama pindi tulivyopita tulitazama namna ambavyo dua hii ya Nabii Yunus alayhi salatu wasalam ikiwa itafanyika kwa namna inavyotakiwa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dua hiyo mtu hujibiwa hapo hapo baada tu ya kuomba dua hiyo. Sasa ndugu yangu we ambaye umefungwa katika nyanja mbalimbali, umefungwa, una maradhi yamekutenza zaidi ya miaka 10, zaidi ya miaka 15, zaidi ya miaka 20, umetibiwa kila namna ulipokwenda kutibiwa kini maradhi hayasikii dawa ambazo wanapewa watu wengine wanapona, ila wewe tu ndio huponi. Maana yake we umefungwa. Sasa tumia nafasi ya dua hii ya mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab ili uende ukafurahie miongoni mwa wale mambo yaliyokuwa mazuri kabisa yenye tija na faraja kubwa, afya yako iweze kuimarika. Ndugu yangu, umefungwa katika masuala ya biashara zako haziendi, baada ya kuinuka ndio zinazidi kushuka siku baada ya siku. Tumia tarehe 27 ndani ya dua hii, dua ya Nabii Yunus alayhi salawatu wasalam, kwenda kuifungua biashara yako na kuweza kupata katika yale mazuri na makubwa ambayo bila shaka itakuwa na tija zilizokuwa bora. We umefungwa jela, una kesi imekufanya umepelekwa jela, au sio wewe ndugu yako amefungwa, tumia nafasi ya mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab ili kwenda kumtoa ndugu yako au wewe mwenyewe kutoka jela kunako. Dua hii haijawahi kufanywa isipokuwa yule anayefanyiwa basi huondokewa na vile vifungo ambavyo alivyofungwa. Na muda huu ni kualike sasa tumoja kwa tupeke salamu kwa Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali ili tukajue mengi na makubwa kabisa yaliyomo ndani ya dua hii ya Nabii Yunus mnamo mwezi 27 mwezi huu wa Rajab biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kwa ajili ya salam. Sayyid Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasa ukizingatia tupo katika mwezi 23. Naam. Wakati tukielekea katika mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajabu, mwezi mtukufu, matukufu ni mengi. Neema ziko mbele yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, unaona sanamna ambavyo sana Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali alivyo na afya tele, kadhalika ana hari na amasa ya hali ya juu kujuza yaliyo mengi kabisa yenye tija na faida kem na haswa kunako jambo la dua hii, dua ambayo imekusudiwa na ina password maalum ya watu 27 ambao tunao wahitaji, na mpaka sasa tunao orodha ya watu wasiopungua watu 22. Maana yake tumebakiza watu 5 peke yake ili tuweze kufunga hesabu ya wale watu 27 kuelekea jambo la dua hii. Ndugu yangu uliofungwa na maradhi, tuna maradhi na kwenda kufunguliwa. We ambaye uliofungwa usipande cheo kazini kwako, basi bila shaka baada ya dua hii tutaraji na tunaamini biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na sasa na wewe utakwenda kuwa bosi hapo ofisini kwako, unapokwenda hapo ofisini kwako unapofanya kazi zako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na leo nalo swali maridhawa sana kwake Sayyidina Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kwenda kujua na kutazama yaliyokuwa mengi yaliyomo ndani ya dua hii, dua ya Nabii Yunus alayhi salawatu
wasalam. Sana Dr. Sheikh Yusufuddin Al-Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Katika vipindi vyetu vilivyopita tulitazama tukaona maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna ambavyo alivyoeleza kwamba hakuna mtu yote ambaye atakayofanya dua ya Nabii Yunus alaihi salatu wasalam basi hujibiwa hapo namna moja ama nyingine. Sasa na hasa kwa watu ambao waliofungwa na vifungu mbalimbali ambavyo vinawafanya wasiendelee katika afya, basi afya isiweze kupatikana, katika biashara zisiweze kukua na kuimarika, katika masala ya vyeo wasipande vyeo kila siku wawe katika hali moja, lakini pia watu kufungwa kunako ndoa zisiwe na amani, faraja wala hata na mafanikio kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna watu wamefungwa kunako uzazi, kuna watu wamefungwa kunako masala ya kutoelewana na jamii na mfano wa haya. Sasa tunataka kujua je, kwa nini dua hii ya Nabii Yunus alayhi salatu wassalam ikifanyika mtu hujibiwa papo kwa hapo? Na ni zipi taratibu ambazo zikiwa zitafanywa na zitafuatwa kwa taratibu wake, basi huyo mtu atajibiwa katika yale mengi na mazuri ambayo aliyoyaomba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Naam. Kuna maneno yaliyosemwa na wana wa vioni. Naam. Maneno haya yanasema la taqul dhahaba arbabuha, kullu man sara ila darbihim wasala. Bila shaka haya maneno yanasema usije hata siku moja ukasema watu wenye karama tayari wameshaondoka zao na hawapo tena. Au watu wa aina fulani wale ambao wakinyanyua mikono wakimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anajibu dua zao, ukasema hao tayari wamekwishaondoka. Usije hata siku moja ukasema maneno ya namna hiyo. Kwa nini? Fakullu man sara ila darbihim, yoyote yule ambaye atakayepita zile njia ambazo walizopita wao, wasala, naye atafika kule walipofika wao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nini maana yake? Ikiwa Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam, yapo maneno aliyoyasema kwa maneno hayo kwa kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa katika jela ya kina cha maji, lakini katika jela ya tumbo la samaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtoa katika tumbo la samaki na akamtoa katika kina cha maji. Ndivyo vile vile biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala Allah anaweza kutoa wewe katika jela ya kutofanikiwa katika kila jambo. Lakini nini? Lazima ujue zile darbi, zile njia alizopita Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam, na wewe utafika pale alipofika Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam. Yalla, hapo nataka nipige nyundo kidogo hapo. Sahih, naam. Tumeona kuna watu wanaanza kusema dua alifanya nabii wa Mungu. Naam. Vipi unaweza kufikia pale wakati tunaona hata kwenye wakati wa Musa alipatikana kidume ambaye si katika hidhiri na alifanya mambo makubwa kabisa. Na unajua na wapo wasemi au wanavioni wana maneno pia wanasema jifananishe na watu wakubwa au watu wema. Fa in lam takunu mithlahum, kama nyinyi hamkuwa kama jinsi walivyo wao, fa inna tashabbuha bil kirami falahun, kwa sababu kule kujifananisha na watu wema kuna kufaulu ndani yake. Allahu akbar. Yani maana yake ni nini? Yani ukiwa unajifananisha na watu wema, maana yake utapita katika njia za watu wema. Hata kama haukufika daraja ile ya wema walokuwa nao wao, basi hata nusu au robo tatu ya ile daraja ya wema utaifikia. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun, hakika kule kujifananisha na watu wema na ukapita njia zao, mafanikio yapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo mimi niwaambie ndugu zangu, mnamo mwezi 27 wengi watakwenda kufanikiwa katika wale watu 27, na umebakia watu 5 tu katika orodha hiyo tuweze kufunga hisabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Swali lako lilikuwa bora sana. Je, Nabii Yunus alayhi salatu wasalam
alifanya nini mpaka akafika katika hayo malengo ambayo pia na wewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kama utajiunga pamoja nasi taratibu zile ukazitekeleza biidhnillah kama walivyofanya wenzako, nawe unakwenda kufanikiwa. Hapa mkononi mwangu al-akh Sheikh Hussein bin Diwan na kitabu ambacho tumekiandaa sisi wenyewe, kinaitwa Diwanu Yusufu Diwani fi Duai Yunus alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Hiki kitabu hiki tumekiandaa wenyewe hapa, kina siri ya dua ya Nabii Yunus alayhi salatu wassalam biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kinaitwa Diwan Yusufu Diwan fi Duai Yunus alayhi salatu wassalam. Hiki ni kitabu mujarrab sana, kwa anayekitaka tutaweza kumpatia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna kaifiyati ambazo nataka niziseme kidogo. Naamini kuna watu sasa wanakaa vizuri na wanasema mashallah, hapa sasa na mimi sitaki kukosa katika orodha ya hao watano waliobakia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Katika hali ifuatayo, hadha dua Yunus alayhi salatu wassalam. Hii ni dua ambayo aliyoiomba Nabiyullah Yunus alayhi salatu wassalam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtoa Sayyiduna Yunus katika kina cha bahari na katika tumbo la samaki. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutoa jela wewe ambaye ulofungwa jela. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kufungua vifungo vya aina mbalimbali wewe ambaye una kesi ya madai lakini malengo hayafikiwi. Lakini kadhalika Allah atakwenda kufungua vifungo mbalimbali kwa wewe ambaye uliye katika ndoa imepoteza amani, ndoa imepoteza furaha, ndoa imepoteza faraja, ndoa imepoteza malengo katika hali ya aina moja au nyingine. Allah atakwenda kufungua vifungo vya hali ya namna hiyo. Wewe mwenye mchumba ambaye mchumba hafiki malengo, kila siku kalenda, tarehe tutaoana siku fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, na mambo hayatimii. Fursa ndio hii, jisajili nasi hivi sasa biidhnillah, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini kadhalika wewe ambapo nyumbani kwako pana vifungo vya aina mbalimbali, umefungwa katika nyumba yako, hakuna mpango wote unapelekwa ndani ya nyumba hiyo na pakafanikiwa, hii ndio fursa ya kuitumia biidhnillah. Kadhalika familia yako imefungwa ikavurugwa, hakuna hata mmoja katika watoto au wana familia anayefanikiwa katika majambo yake, hii ndio fursa, itumie biidhnillah, majambo yatakwenda kwa vizuri kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, bila shaka katika dua hii ya Nabiyullah Yunus alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza katika kaifiyati zake, namna ambavyo tunavyoweza kulifanya, utaanza na Bismillahirrahmanirrahim. Kisha baada ya hapo utasema maneno yafuatayo: nawaitu an ad'uwa biduai Yunus alayhi salam. Kwa maana utasema ninanuia kusoma dua ya Nabiyullah Yunus alayhi salatu wasalam, antufarrijani, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba unipe faraja, kwa maana nitoe katika dhiki na mitihani ya aina mbalimbali, nitoe katika jela na vifungo vya aina mbalimbali, au tufarrija fulana, au utasema kwa niaba ya mtu mwingine, ya Rabbi na kuomba mpe faraja mtu fulani katika mashakili alokuwa nayo, ya Rabbi mfungue vifungo ambavyo vilivyofungwa, natija na mafanikio katika anayoyaendea yafikiwe kama anavyotaraji na kutamani kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin. Mfungue kutokana na nini? Minal ghammi wal hammi wal karabi wadhiqi والمحن والفتن والمرض والقلق وجميع البلاء يا رب العالمين. Haya ndio mambo ambayo yanaanza kusemwa mwanzo wakati tunaelekea katika password bora
itakayofungua vifungu vya kila mmoja miongoni mwetu. Watu 27 walioshiriki nasi kikamilifu biidhnillah katika dua hii ya Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wasalam. Tunasema tufungue minal ghammi, kutokana na ghamu ni matatizo yanayoleta wasiwasi. Je, nitafika safari yangu? Je, nitafanikiwa safari yangu itafanikiwa? Je, nitafanikiwa katika hii kazi ninayotafuta? Je, biashara yangu itakuwa sawa? Je, mume wangu atakuwa sawa au mke wangu atakuwa sawa? Na mfano hizo ndo zinaitwa ghamu katika hali za namna hiyo. Wal hammi, na hamu maana yake ni ile shughuli yenyewe. Je, itakaa sawa? Je, shughuli yenyewe itakuwa na natija? Je, shughuli yenyewe italeta matunda mazuri? Haya tunamwambia Mwenyezi Mungu tunataka faraja katika majambo haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wal karbi, na tabu au mitihani ya aina mbalimbali. Karbu ni shida za aina mbalimbali. Tunamwambia ya Rabbi tunataka faraja katika shida zetu, Mola wetu. Tupe faraja kwa dua ya Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wasalam. Wadhiqi, na dhiki za aina mbalimbali. Ya Rabbi katika dhiki tunaomba faraja, tunaomba ufunguo uliokuwa bora, dhiki zituepuke, neema na faraja tuweze kuzipata biidhnika. Walmihani, na mitihani ya aina mbalimbali. Walfitani, na fitna za aina mbalimbali. Ya Rabbi zipitishe mbali fitna za kila mwenye fitna. Walmaradhi, na maradhi ya aina mbalimbali. Walqalaqi, lakini kadhalika na msongo wa mawazo. Ya Rabbi tunakuomba uondoshe. Wa jami'al balai, na jumla ya mabala yote ya Rabbal alamin, ewe Mola wetu. Jambo la kwanza katika kaifiyat, katika vitoshelezo vya dua ya Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wasalam, mwanzo unawekania kwa kusema maneno haya. Kama ni wewe mwenyewe ndio mfanyaji, utasema nawaitu an ad'u bi du'ai Yunus alayhi salatu wasalam an tufarrijani. Alafu utasema minal ghammi wal hammi wal karbi wadhiqi wal mihani wal fitani wal maradi wal qalaqi wa jami'il balai ya Rabbal alamin. Lakini ikiwa unafanya wewe kwa niaba ya watu 27, utasema nawaitu an ad'u bi du'ai Yunus alayhi salatu wassalam an tufarrija fulana. Hapa tutakuwa tunayataja majina kwa siri, hatutayataja dhahiri, bali tutayataja majina kwa siri ya kila mmoja katika wale watu 27 waliojiunga pamoja nasi katika dua ya Nabiyullahi Yunus. من الغم والهم والكرب والضيق والمحن والفتن والمرض والقلق وجميع الجبلاء يا رب العالمين. Kisha baada ya hapo tunaingia katika password number. Password number ni nini? Tunaanza na maneno yaliyosemwa na Allah yenye namba 10, lakini kadhalika yenye password 19, lakini kadhalika kwa password ya Suleimani namba 34 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tutaanza kisha kwa kusema Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim mara 34 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo kwa watu wenye maarifa na wenye ujuzi wa masala ya dua sasa wanasema mashallah, mambo yamekwisha. Inshallah hii ni sehemu ya kwanza tu al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani ya kaifia vitoshelezo vya dua ya Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wasalam. Nafikiri katika episode ijayo tutakwenda tuone sasa humu ndani kumejaa nini katika yale maneno aliyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La a'lamu kalimatan, mimi nafahamu neno moja, la yaquluha makrubun, alisemi neno hilo mtu ambaye aliyozongwa na mitihani, aliyofungwa katika mafanikio yake, illa farajallahu anhu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huo Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia vile vifungu, lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea mabalaa, mitihani, dhiki na hali za namna
hiyo. Kisha akasema kalimatu akhi Yunus alayhi salatu wasalam, ni lile neno lenye password ya kaka yangu Sayyiduna Yunus alayhi salatu wasalam. Kwenye password hapa ndio kwenye mafanikio. Al-Akhi Hussein bin Diwan. Yalla. Ukiwa unataka kutoa pesa, iwe M-Pesa, iwe Tigo Pesa, iwe Airtel Money, itakavyokuwa, lazima uwe na password ya kutolea. Hata benki kwenyewe tu. Na hata ukienda benki unataka kutoa fedha, lazima kuwe na password bwana. Katika hali za namna hiyo, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi ndio hivyo biidhnillah, hii dua pia ina password. Password zake ni zipi? Kwa password hizo Allah anakwenda kufanya wepesi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Jiunge pamoja nasi hivi sasa. Fursa ndio hii. Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748969733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم. Fursa bala ndiyo hii. Bili kwambie tunanikualike kwamba kabla ya kuendelea mimi nikwambie wazi, chukua namba sisi ndio Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, hizo unazoziona hapo, ili uweze kuwasiliana naye moja kwa moja kwa WhatsApp namba. Duniani kote unaweza kumpata na utazungumza naye, unaweza kutuma message au unaweza kumpigia simu kwa WhatsApp namba. Mambo yatakuwa ni mazuri kabisa. Nikwambie tu hizi ni password ambazo ziko ndani ya dua hii ya Nabii Yunus alayhi salawatu wassalam, ambapo bila shaka tunatarajia biidhnillah subhanahu wa ta'ala itakwenda kufanyika mnamo mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab, na itakuwa live kabisa kwa Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Mambo atakuwa ni mazuri kabisa, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila la kheri, mambo yawe ni mazuri, ni safi kabisa, kheri nyingi zitakwenda kupatikana. Na wewe ambaye ndugu yangu uliofungwa na maradhi yamekuzonga, wewe umefungwa una kesi uko jela, wewe ambaye uliofungwa biashara zako haziendi vizuri, kadhalika wewe ambaye umefungwa ndoa haina amani, haina utulivu, mke au mume amekukimbia kutokana na vifungo mlivyofungwa, basi tumia nafasi hii kuweza kufungukiwa na vifungo hivyo, mambo yawe ni mazuri kabisa. Lakini pia zipo nyumba ambazo zimefungwa, ukiingia mpango tu basi mpango wenyewe unafia hapo moja kwa moja, ndio unakuwa habari yako imemalizika katika hali za namna hii. Mimi nikwambie tu, tumia nafasi na fursa kipekee kabisa ya dua hii ya Nabii Yunus alayhi salatu wasalam, ambayo bila shaka tunataraji biidhnillah ikafanyike mnamo mwezi 27. Al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwan, naomba niwakumbushe ndugu zangu ambao wamejisajili. Kuna watu ambao wamejisajili pamoja nasi lakini hawajatumia yale majina matano ya marhum zetu. Kwa sababu hii dua kabla ya kufanyika tutaanza kwanza na kusimulia kidogo kisa cha Isra na Mi'raj. Kisha baada ya hapo tutaingia katika kuwarehemu wazazi wetu au ndugu zetu au vipenzi wetu wa karibu. Kisha baada ya hapo ndo tutaingia sasa katika dua yenyewe ya Nabii Yunus alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wale ambao tayari wamekamilisha vigezo vyote vile vilivyohitajika lakini yale majina ya marhumu hatujayapata, tunawakumbusha watutumie pia yale majina. Na wewe ambaye unataka kuingia katika orodha ya hao watu watano ili kukamilisha ile idadi ya watu 27, basi utapotuma majina yako, basi tunataka pia na majina ya wale marhum, lakini utekeleze zile shuruti zinazotakiwa kwa haraka biidhnillahil karim. Naam, ndugu yangu ambao tufuatilia, ni jambo kubwa kabisa. Unaona kabisa namna ambavyo taratibu zilivyoandaliwa za dua hii, unaiona kabisa ni dua ambayo bila shaka ina majibu mazuri kwa huruma na kufaki Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa watu kwanza kabisa itaanza kusimuliwa moja katika historia adhimu mno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda mchache kabisa, alafu kisha tutakwenda kuwarehemu wazee wetu, ndugu zetu, jamaa zetu, vipenzi vyetu, ili
ili kwanza Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwahurumia na kuwasamehe katika makosa ambayo waliyofanya ya siri na dhahiri, mambo yawe ni mepesi baina yetu pamoja na wao ambao tunaowaombea tunawaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jambo kubwa zaidi ni sisi kwenda kufungukiwa na yale mazito ambayo yaliyojifunga kwetu. Ndugu yangu, mimi nikwambie tu, dua hii imebaki watu 5 pekee nafasi hiyo. Ndugu yangu, unaweza ukawa ndani ya watu hao 5. Chukua fursa na nafasi hii leo ili uweze kutuma majina yako na utupigie simu kwa namba hizo za WhatsApp. Mpigie simu sana Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali na tuma message kupitia namba hizo za WhatsApp. Lakini pia unaweza kutupigia kwa namba simu moja kwa moja, tukakusikiza, tukakushauri na tukakupa mwongozo nini ufanye ili mambo yaweze kuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kheri nyingi zitapatikana kwa huruma tukufu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie tu, mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi chetu kijacho, na tutakwenda kutazama sasa miongoni mwa siri zilizomo ndani ya dua hii. Kipindi kijacho ni cha moto kweli kweli, usikubali kikupite, kwa kuwa fursa hii hajirudi mara mbili. Ukikosa mwaka huu ni mpaka mwaka ujao, ni majaliwa, ni safari ndefu sana. Hivyo tumia nafasi hii kujisajili pamoja nasi ili nawe uwe ni miongoni mwa watu ambao tutashiriki nao katika dua hii, dua ya Nabii Yunus mnamo mwezi 27, na leo ni mwezi 23. Maana yake zabakia siku 4 pekee yake kwenda katika jambo hili adhimu la dua hii ya Nabii Yunus alayhi salatu wasalam. Kesho ni siku nyingine tena ambayo Allah akitupa uhai na uzima, tutakwenda kutazama kunako episode inayofuata ili mambo yao ni mazuri kabisa. Mimi nikwambia tu, endelea kuwa nasi kwa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kwa vipindi vyetu vijavyo ili kuvuna yaliyokuwa mazuri na matamu kwa huruma kufaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nikwambia tena, kesho ni siku, tuungane nasi majira na saa kama hizi, mambo ni mazuri kabisa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali popote ulipo duniani, unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748969733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم.